By the way, I got a new house in South Africa, you know. This is exclusive. This is exclusive. I got a new house in South Africa. Yo, big shout out kwa Harmonize, Konde Boy, Jeshi. Hii inaonyesha kwamba muziki unalipa na kulipa kwake sio tu kujaza magari parking, lakini pia kujitanua kiuchumi, ikiwemo kuweka investment, wanasema asset ambazo zitakuja kukunufaisha zaidi huko baadaye. Harmonize amesema kwamba amenunua makazi nyumba sema makazi ni sawa, lakini amenunua nyumba Afrika Kusini. Na huyu kwa wasanii ambao tunawajua atakuwa ni msanii wa pili, si ndio? Baada ya Diamond Platnumz ambaye miaka kadhaa iliyopita huko nyuma alinunua nyumba ambayo ipo mpaka sasa hivi. Hivi ndo anayoishi Zari? Hapana, Zari anaishi nyumba nyingine. Lakini ila alinunua kwa ajili ya watoto wake. Kwa ajili ya watoto wake. Zari alikuja na unajua maneno alikuwa ni mengi sana kwamba nakaa na mume wako kwenye nyumba ambayo kanunua watoto wako na nyumba yetu na nini. Unajua of course sasa kwa ajili ya nyumba, kwa Diamond angetaka kwenda muda wote ukimkataza, kanunua watoto wake nyumba umpangie masharti. Hapana. So ile nyumba Diamond anaoga milioni 300 kipindi hicho, kitu kama 300 si 400. Sio kwa mwaka gani ile? Muda? Miaka hata 10 inafika. Yeah. Hivi kwani nini ana miaka mingapi? 10, I'm not sure, lakini ni kipindi kile ambacho wameachana. Ni kipindi ambacho wameachana, sio kipindi ambacho walikuwa pamoja. Kumbuka vizuri. Kumbuka vizuri. So mdogo Ricky. Uniambia kama wameachana? Hapana. Kipindi wameachana ndo alinunua nyumba. Angalia hapo. Diamond amenunua nyumba South Africa mwaka 2016. 16. Hii hapa story. Zamani sana. Hiyo story imeandikaje? Au yeye ndo alisema kwamba alinunua nyumba kipindi? Just imagine 2021 ndo Zari amehama kwenye nyumba aliyokuwa anaishi Diamond Platnumz. Alionunua na Diamond Platnumz. Sasa watoto walikuwa wadogo. 2021 hiyo. Inamaanisha ni miaka 4 iliyopita. Ile interview tuliyofanya naye hapo tena mwaka gani? Zamani. 23. 2016. Si hapa naona content ziko Bongo 5. Iko Miladayo alifanya mpaka nyumba yenyewe inaonekana hii hapa. Okay. So sio mbaya. Unajua hao wasanii wakiwa na nyumba kule kidogo, hata watu wakitoka huku kwenda kufanya show kule. Kidogo kuna urahisi, kuna ndugu zenu kule. Ndugu zetu gani? Ngoja nikwambie, wewe sasa hivi ukienda let's say South Africa. Na Roja Mastori ana nyumba kule. Haiwezekani. Nisikilize. Haiwezekani. Mifano mingine basi utoe ambayo jamaa sio nyumba South Africa wapi na wapi bwana. Wewe unamuonaje Roja Mastori? South Africa hamna. Labda Sengerema sawa. Sengerema sasa ni kwao ana nyumba tayari. Sasa sana. Basi Ali. Elmando. Likepo inalipa. Likepo inalipa. Okay. Ukienda kule yani ni rahisi kufeel safe kama unajua kuna mtu yuko kule ambaye unamfahamu. Yani ukikutana na mtu ambaye mnatokea nchi moja nchi nyingine, kidogo you feel okay, tofauti na ukienda yani unajua kabisa hamna mwenyeji, yani mwenyeji wako ni wa pale pale. Kidogo wewe ukiwaza hata kikikuta chochote kitu unaweza ukamfikiria, ukampigia Elmando kwa bwana nimekwama hivi na hivi na hivi, hata kama hana utu huo hana. Kuna namna tu itakufavor. Yes, sasa baada ya Harmonize kuzungumza haya, nimeona some comments kutoka kwa watu. It's like kama watu waamini kwamba nyumba yenyewe da hujamaliza. Mimi nyumba najenga toka kipindi cha Sara mpaka leo. Jamani, anachokijenga Harmonize sio nyumba milioni 1, milioni 5. Ni nyumba kweli, lakini hamna angekuwa shamaliza eti. Sijui. Kwa mabegi ambayo uko nayo mzee anatuambia. Lakini mabegi anayadedicate huko. Kuna kipindi pia alituambiaga ana nyumba Masaki, unakumbuka? Aliendaga kabisa na nyumba Masaki. Sasa waje gani? No. Kwa sababu ngoja nikwambie, Harmonize anaonekanaga kama anashare kila kitu mtandaoni, lakini in reality kila mtu na maisha yake ambayo kuna mengine hawezi kuwaambia. Alafu unaweza ukasema watu hawaamini, kumbe hawajapenda. Tofautisha hivyo vitu. Watu kuna hawajaamini na hawajapenda. Kumbe hawajapenda. Kwa hiyo wanajaribu tu kumwandarate na nini, lakini kwani wewe unavyohisi kwa pesa alionayo yeye hawezi kununua? Sijui. Unavyohisi, sijasema unavyojua, unavyohisi. Kwa kile ambacho tunakiona. Anaweza. So unaweza ukakuta watu sio kwamba unajua kwa nini nasema hivyo? Kumsema mtu ana pesa tu peke yake nayo ni changamoto, kwa sababu unajua hao wasanii wetu imeshatokea mara kadhaa. Wengine wapo sasa hivi wametoka kwenye reli.
walikuwa wanatuaminisha kwamba wana pesa sana. Twende sasa kwa imani uliokuwa nayo sasa hivi. Baadaye tukaona mambo yakawa tofauti. Wanapokuja kufariki labda au unapata changamoto, unagundua kwamba hata sehemu ya kukaa alikuwa hana, alikuwa tu amepanga. Kwa hiyo sometimes wasanii inakuwa ni ngumu sana kuwa prove kwamba hiki kitu ni cha kwake, anacho au hana. Bana tuangalie kwa picha. Lakini all in all, kwa kitu tukiona kwa magari anayomiliki Harmonize, pesa ambayo anaweza kana ingiza digital, japokuwa sasa unajua kwa mtu kama Harmonize matumizi yake ni makubwa pia. Kwa hiyo nyumba anayoishi, anaishi nyumba ya gharama kubwa, kwa sababu ile nyumba ya Harmonize kama analipa pesa ndogo basi service tu ya mwezi. Yani ile nyumba kama analipa pesa ndogo kwa mwezi ni kuanzia dola 2500. Kama in terms of dollar. Of course analipa kwa dola. Umeelewa? Ni dola 2500 ambapo tunazungumzia hapo ni milioni 6 hiyo kwa mwezi. Acha matumizi ya ndani na kila kitu. Kwa hiyo kwa haraka maisha ya Harmonize kwenye ile nyumba anakata milioni 100. Afu sasa mimi ninachokuambia kwamba ana pesa. Piga hesabu amekaa muda gani? Ndio maana nasema hivi. Lakini ndio nasema hivi, kwa kile tunachokiona na lifestyle yake pesa anayo. Lakini sasa wasanii pia wana matumizi makubwa. Sasa mimi sitaki uende. Msanii anaweza kaingiza milioni 100 sasa hivi baada ya siku mbili akwambia sina. Mimi sitaki uende deep huko, usielezee hivyo. Yaani mimi nakwambia kwa picha unayoiona wewe. Pesa anazo. Akikwambia amenunua nyumba South Africa, akiamua anaweza. Unajua kuna kuwa nacho. Usiseme akiamua, ameshakwambia nayo. Ndio maana nasema mimi sikatai kwamba Harmonize kumiliki nyumba South Africa ni kweli, inaweza kuwa kweli, lakini pia inaweza kuwa uongo, kwa sababu wasanii wengi wameshatongopea mara nyingi. Sio, umeelewa? Maana yangu ni kwamba kama kwa level ya Harmonize, kwa pesa ambazo yuko nazo, kama kweli ataamua kumiliki nyumba South Africa anaweza. Mtu aishakwambia pale ni second home, ana nyumba pale na hiyo ni exclusive. Ndio maana hawaambiagi, kwa sababu mnabisha. Alafu watu mimi nilichogundua ni haters. Sema mimi. Yani watu ni haters. Harmonize alivyo Tony aliongelea Harmonize ndio imefanya watu amna, ni kwa sababu ya zile grills alizovaa ndio maana alikuwa anaongea hivyo. Konde Boy, I got what? I got a house in South Africa, exclusive. This is exclusive. This is my second home. My second home. Alikuwa anaongea vizuri, sema zile grills alizovaa. Sema yani nyie, mimi nilichogundua nyie, Harmonize akiongea Kiingereza na wachanganya kabisa. Sema Harmonize anajua sana kutengeneza trend kwenye social media. Hiyo ndo ni mtu wao, sema ndo wao hataki kukubali. Yani kwenye social media kusema ukweli kabisa kwa sasa mtu ambaye anaweza ka set trend ni Harmonize. Yani anaweza akasema azungumzie vitu tu, yani sometimes anafanya vitu awakere tu watu. Yani kuna vitu unakiona kabisa hiki kitu Harmonize akifanya kuwakera tu watu, yani basi yani awakere tu, achangamshe mitandao, lakini pia ndo watu wanapata kula pia. Kina sisi tunapata story tuweze kula. Hivi kwa wanalisha watu wengi bila kujua. Let me remind you. Kipindi kila narudisha nyuma sorry. Kipindi kila na date na yule dada wa Rwanda. Anaitwa nani? Yule date naye kwani? Kuna namna tu walikuwa mzigo mkubwa. Anaitwa nani? Nimetoka jina lake. Yolo. Si alisema kama amenunua nyumba Rwanda pia. Yolo Queen Yolo. Anyways, kubwa la msingi ambalo mimi nasema ni kwamba nyinyi haters msiwe, yani kitu mnakataa kumbe mnaona wivu. Yani sijui niwekaje. Yani mimi nilivyoona watu wengi sio kwamba hawaamini, yani wivu tu unawasumbua. Yani kwamba tu hamtaki kuamini, yani kwamba Mwamba amejibrand kwa namna hiyo na nyumba yake South Africa. Sasa hivi mkifika South ukiona umeshindwa kabisa, kuna ile ikishindikana kabisa piga simu nyumbani. Sasa ikishindikana kabisa mpigie simu Harmonize kwa sababu ana nyumba South Africa. Yeah, it is what it is. Mimi ni Ricky Kisalala, sound behind the camera ni Sarafina Jerry and this is behind the camera ni mimi Sarafina Jerry. Nilikuwa na KB Pixel. Till next time, bye bye. Sometimes